الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينه وبين نوره حجاب هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له مقاليد السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان المقصود في كل مكان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وسراجا منيرا للمؤمنين وقدوة للصالحين المصلحين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث القدس إن رحمتي تغلب غضبي. أيها المسلمون عباد الله، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. usikum kama usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma, naye si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa neema zake, leo nimekusudia kukumbushana mnako aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayopatikana katika surati al-Fatiha, aya 3, Ar-Rahmanir Rahim. Ayuha almuslimun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake na akawaleta hapa duniani na akawapa mwongozo wa kuweza kufuata. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema alhamdulillahi rabbil alamin, ay kullu mahmudin wa kullu kamalin tastahiqu li rabbil alamin malikuhum wa murabbihim wa mudabbir umurihim. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema alhamdulillahi rabbil alamin, maana yake kila aina ya sifa njema na kila ukamilifu unamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe wote. Malikuhum wa murabbihim, mfalme wao na mlezi wao, wa mudabbir umurihim, na mwenye kupanga au kupangilia mambo ya viumbe wote duniani. وقد يثير في نفوس شيئا من الخوف, na inaweza ikazuka hofu katika nafsi ya wanadamu kwamba huyu mfalme wa viumbe wote, huyu mola wa ulimwengu wote ni nani huyo? Lidhalika qarana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hiyo basi kutokana na hilo Allah subhanahu wa ta'ala akafuatilizia baada ya sifa hii kaunuhu murabiyan bikaunihi, kaunuhu murabiyan, kwamba yeye ni mlezi wa watu wote, bikaunihi arrahmanir rahim, kwamba Mwenyezi Mungu pamoja kwamba ni mfalme wa watu wote, lakini arrahman arrahim. Ay umumu rahmatihi wa shumuli ihsanihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameeneza rehema zake, ameeneza upendo wake, ameeneza upole wake kwa watu wote duniani. Fahum birahmatihi yujadun, hawa wanadamu kwa upole wa Allah subhanahu wa ta'ala
kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala wanapatikana katika hii dunia. Wa birahmatihi yatasarrafun, na kwa rehema ya Allah na kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala viumbe vinafanya mambo yao. Wa birahmatihi yurzaqun, na kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala vinaruzukiwa kila vilivyomo katika mgongo wa ardhi. Wa birahmatihi yub'athun, na kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala watafufuliwa watu wote. Wa birahmatihi yus'alun, na kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala watu watakwenda kuulizwa kila ambacho wamekifanya. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waja wa Allah, alfarqu baina arrahman warrahim, kuna utofauti kati ya sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba yeye anasifika na sifa ya arrahman, kadhalika kuna utofauti na kwamba Allah anasifika na sifa ya arrahim. Dhahaba almufassirun, wafasiri wametushambulia wakatuambia arrahman huwa alladhi yaghfiru jala'il al-umuri wa 'adha'imaha. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya arrahman ndiye ambaye anasamehe mambo mazito mazito, madhambi makubwa. Allah aombe kwa sifa ya arrahman. Arrahman huwa arrahmanu dunya, sifa ya arrahman Allah subhanahu wa ta'ala inafanya kazi hapa duniani kote. Ndio maana baadhi ya wafasiri wakasema arrahmanir rahim, mfalme mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani, ama arrahim mwenye kurehemu au mwenye kuwahurumia wema watupu kesho akhira. فالرحمن هو الرحمن الدنيا والرحيم هو الرحيم الآخرة. أما صفة الرحيم الله سبحانه وتعالى ameiekeza, ameichelewesha kwa ajili ya waja wake wema fil akhirah. Wa huwa yaghfiru saghair al umur, Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya rahim huwa arrahimul akhirah. Allah anasifika kwamba sifa ya rahim ni ya kwake Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah. Wa huwa yaghfiru saghair al umur, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa hii anasema kwamba anasamehe madhambi madogo madogo. وقال بعض المفسرين عندما تطلب الله عز وجل, baadhi ya wafasiri wakatuambia unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala fi amrin adhim, katika jambo kubwa, jambo zito ambalo limekutatiza, utlubuhu biwasfi arrahman, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya arrahman. Wa indama tatlubuhu fi amrin saghir, na utakapomuomba Allah kwa mambo madogo madogo, atlubuhu biwasfi arrahim, basi muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya arrahim. Walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa nzuri, muombe. Allah ana majina mazuri, muombe kwa majina hayo. Miongoni mwa majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza ni majina ya Ar-Rahmanir Rahim, mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani, War-Rahim mwenye kuwahurumia, mwenye kuwarehemu wema watupu kesho akhera. Ayuha almuslimuna ibadallah, Ar-Rahman akhassu asma'i Allah bihi ba'da lafdh al-jalala. Jina la Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya ni jina maalum baada lafdh al-jalala, baada ya tamko ya Allah inafuata sifatu ar-Rahman. Kama ambavyo hakuna anayeitwa Allah katika mgongo wa ardhi, kadhalika hakuna anayeweza kuitwa Rahman katika mgongo wa ardhi. Sifa hii ni ya Allah peke yake. Ar-Rahman lil'alamin war-Rahim lilmu'minin. Ama Ar-Rahman, sifa hii inawagusa viumbe wote, wanadamu wote katika mgongo wa ardhi. Ama Ar-Rahim lilmu'minina faqat. Ama sifa ya Rahim hii inawastahiki waumini peke yake fil akhirah, kama jaa fil Qur'an wa kana bil mu'minina rahiman, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini wake, kwa wacha Mungu wake ni mpole zaidi Allah kwa wacha Mungu wake. Imekuja katika hadithi al-Qudus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah hina khalaqa al-khalqa kataba ala nafsihi
Allah subhanahu wa ta'ala, mtume atuambia katika hadithi al-Qudsi kwamba Allah alivyoumba mbingu na ardhi na kuumba viumbe wote, kataba ala nafsihi, ameandika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kwamba inna rahmati sabaqat ghadabi, huruma yangu mimi Allah imeitangulia ghadhabu yangu, au ghadhabu yangu mimi imetanguliwa na huruma yangu. Wa fi riwaya ukhra, na katika riwaya nyingine anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, inna rahmati ghalabat ghadabi, kwamba huruma yangu imeshinda hasira zangu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni rahim sana kwa waja wake, ni mpole kwa viumbe wake, viumbe ambavyo vinamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala laila wa nahara, viumbe vinamwasi Allah usiku na mchana. Pamoja na hivyo Allah anawaacha watu waogelee katika mgongo ardhi, wamuasi wanavyotaka, na wala Allah hajawafanya chochote katika mgongo ardhi. Fa idha ra'aita al-kafira yatamatta fi dunya ma kufrihi fa'lam annahu yatamatta bi sifati ar-rahman, utakapomwona mtu anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye hampekeshi Allah wala hamuogopi Allah, anafanya anachotaka katika mgongo ardhi, jua kwamba anaogelea katika sifa ya Allah ya Ar-Rahman. Wanafanya anachokifanya, lakini Allah anawaangalia. Kwa sababu gani? Yattasifu rabbuna bi sifati ar-Rahman, kwa sababu Allah anasifika na sifa ya Ar-Rahman. Ukitaka kugundua hilo, soma katika sura al-Baqara aya 134. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea aliyompitia Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Allah anasema, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kumbuka wewe Muhammad, pindi alipompa mtihani Mwenyezi Mungu mtume wake Ibrahim bikalimatin ay bi shara'i' wa ahkamin fatammahunna, akakamilisha yote ambayo Allah alimpa mtihani. Baada ya hapo Ibrahim akasema Allah akamwambia inni ja'iluka lin-nasi imaman, kwa maana hiyo sasa nitakufanya kuwa kiongozi, nitakufanya kuwa nuru mwenye kuongoza watu. Qala wa man kafara qala wa min dhurriyyati, Ibrahim akasema basi nifanye mimi kiongozi pamoja na watoto wangu. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, Allah akamwambia utawala, ufalme, uimamu hawezi kupewa mtu ambaye ni dhalimu, hawezi kupewa mtu ambaye ni asi. Hapa tunagundua ya kwamba maisha ya dunia anaweza akapewa mtu yoyote, afya anaweza akapewa mtu yoyote, mali anaweza akapewa mtu yoyote. Mwenye kumwasi Allah, mwenye kumwabudu Allah anapewa, lakini uongozi Allah amemkatalia Ibrahim, akamwambia waman kafara, je qala Ibrahim inni ja'aluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah akamwambia utawala huo hawezi kupata watoto wako, watu ambao ni dhalimu hawezi kupata nafasi hiyo. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذ آيات zinaendelea, lakini sema wote nikusudia ni hapa mbele. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. الله كنليا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Mwenyezi Mungu ufanye mji huu ambao nilikuwa nakusudia hapa. Mwenyezi Mungu ufanye mji wa Maka uwe mji wenye amani, warzuqu ahlahu minas thamarat, na waruzuku watu wa mji huu kila aina ya matunda. Lakini Ibrahim akasema man amana minhum billah wal yawmil akhir,
lakini uwaruzuku wale ambao tu wamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho. Allah kwambia qala waman kafara, Ibrahim, na hata ambaye amekufuru lazima nitampa nini? Nitampa neema. Qala waman kafara fa ummatuhu qalilan thumma adtaruhu ila adhab nar wa bi'sal masir. Ndugu zangu katika imani, hapa tunapata funzo kwamba Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanye kiongozi yeye pamoja na watoto wake. Allah akakataa, akasema hapana, siwezi kuwapa utawala watu ambao wanamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kutokana na fundisho hilo, hapa chini akaja akasema Ibrahim, baada ya kuijenga al-Kaaba yeye mtu wake Ismail, akamwambia Mwenyezi Mungu, nakuomba ujalie mji wa Maka uje uwe mji wenye amani, na uwaruzuku watu wa mji wa Maka kila aina ya matunda, kila aina ya neema, lakini waruzuku wale ambao tu waamini Mwenyezi Mungu na waamini siku ya mwisho. Allah akamwambia hapana, waman kafara, na hata ambaye amenikufuru fa ummatihi qalilan, nitampa neema kiasi, kisha nitamrejesha kwenye adhabu yangu, wa bi'sal masir, na ni mafikio mabaya. Allah asema wa arzuqu ya rabbi warzuqu ya rabbi almu'minina min ahli hadha albalad min anwa'i thamarat, waruzuku watu wa mji huu kila aina ya matunda, liyaqbalu ala ta'atika, ili waweze kuielekea toa yako, ili waweze kuachana baada ya kutafuta riziki kwa shida, waweze kuabudu wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wayatafaraghu liibadatika, ili waweze kuwa huru kuabudu wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa khassa da'watahu almu'minina faqat, na Ibrahim dua yake hii akahusisha waumini peke yake. Faqala ta'ala jawaban lahu, Allah akamjibu Ibrahim kumjibu yeye, waman kafara fa ummatihi qalilan thumma atarruhu ila adhabi nar wa bi'sal masir, sa'arzuku man kafara aidan kama arzuqul mu'minin, anamwambia nitawaruzuku vile vile wale ambao wamefanyaje, wamenikufuru, kama ninavyowasaidia au kama ninavyowaruzuku waumini. Ya Ibrahim, kaifa akhluqu khalqan thumma la arzuquhum, vipi ni waumbe viumbe kisha siwaruzuku, kisha nisiwape riziki? Maana yake haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kuumba viumbe vyake katika mgongo wa ardhi kisha awanyime riziki kama alivyoomba Ibrahim alayhi salam. Lakini nitawapa neema hawa Waislamu, hawa waumini na wasiokuwa waumini, nitawapa neema, nitawapa riziki katika mgongo wa ardhi, lakini baada ya hapo watafanyaje? Nitawarejesha kwenye adhabu yangu kali. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasifika kwa sifa ya Ar-Rahman, mwenye kuwaruzuku wema na waovu hapa duniani. Vipi Mwenyezi Mungu aumbe viumbe kisha waache hivi? Haiwezekani. Walimadha hasa al-Khalil fi du'aihi al-mu'minina faqat, na kwa nini Ibrahim alimuomba Mwenyezi Mungu awaruzuku waumini pekee yake katika riziki? Qasa al-Khalil rizqa ala al-imama, Ibrahim alifanya kiasi pale alivyoomba uimamu, akataliwa na Allah, akaona huku vile vile basi nisifanyaje, nisiombe riziki. Allah subhanahu wa ta'ala fanabahu Allah ta'ala ala anna rizqa rahmatan dunyawiyya, kwamba riziki ni huruma ya Allah subhanahu wa katika mgongo wa ardhi, shamilatan lilbarri walfajir. Riziki hii au neema hii au maslahi haya yanapaswa yaenee kwa Waislamu, kwa mtu ambaye ni mwema na mtu ambaye sio mwema, bi khilafi al-imama, tofauti nini na uongozi, fa ina khasa bil khawasim al-mu'minin, lakini uongozi ni maalumu kwa ajili ya wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, hapa kuna funzo kubwa. Utakapomwona kafiri, utakapomwona mtu anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hivyo Allah anamuongezea riziki, usibabaike wewe ndugu yangu Muislamu. Jua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman, ni mwenye kuneemesha wema na uovu hapa duniani, wala usihuzunike. Mimi bwana namko usiku qiyamul layli na swali, lakini kuna majitu bwana haya swali kabisa, ni majizi, lakini anakwenda kuvunja narudi, hata hayadhuriki wala afanyaje, yanapata mahala tu basi. Usihuzunike. Allah yatasif bi sifati Ar-Rahman, Allah anasifika kwa sifa ya Ar-Rahman.
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن wenye kuwahurumia watu Allah naye anawahurumia arrahimuna yarhamuhumur rahman wenye kuwahurumia watu Allah naye anafanyaje anawahurumia irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa waoneeni huruma watu au viumbe vilivyo katika mgongo wa ardhi Allah naye ataonea huruma. Ndugu yangu katika imani, kama Allah amekuruzuku uwezo, una uwezo kumsaidia maskini, una uwezo kumsaidia mjane, una uwezo kumsaidia yatima, msaidie. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Muoneeni huruma, waoneeni huruma, vioneni huruma vile vilivyomo katika mgongo wa ardhi, Allah naye ataonea huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda viumbe wake, anapenda waja wake, na ndio maana ameamua kuwapa riziki wa viumbe vyote vile katika mgongo wa ardhi. Anasema shairi mmoja, usibabaike kutafuta riziki, fa in kana rizqa yati biquwa, kama ingelikuwa riziki inakuja kwa nguvu zako, inakuja kwa sababu ya mabavu yako, ma akala al-usfuru shay'an ma nasr, basi sisimizi asije kula chochote katika mgongo wa ardhi, wala vijisamaki vidogo vidogo visingekula kitu. Kama riziki ni mabavu, ni kutumia nguvu, basi viumbe vidogo vidogo visingepata riziki katika mgongo wa ardhi, lakini riziki min indillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo mpokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah akisema ja'ala Allahu rahma 100 juz'an, Allah ameumba huruma yake huruma 100. Fa amsaka indahu 99, Allah akazuilia huruma 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, na akateremsha katika mgongo ardhi huruma moja tu. Famin dhalika aljuz, kwa huruma hiyo moja ambayo imeteremshwa katika mgongo ardhi, tarhamul khalq, viumbe wanaoneana huruma, viumbe wanasaidiana. Hii huruma unayoiona, mwenye nacho anamsaidia ambaye hana, mzima anamsaidia mgonjwa, mnyama anamsaidia mtoto wake, ni juz'u wahida, ni sehemu moja ya huruma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha katika mgongo wa ardhi. Hata tarfa'ul faras, mpaka utakapoona farasi anainua mguu wake, hafiraha, anainua kwato zake, au waladiha, kutomkanyaga mtoto wake, khashata an tusibahu, kwa kuetelea kumkanyaga. Farasi, ng'ombe, mbuzi, akiwa mtoto wake yuko pale chini, atainua mguu wake, atakanyaga mbali. Anaogopa kuweka sehemu ile ile kwa sababu anajua kwamba atamkanyaga mtoto wake. Huruma ile moja ambayo imeteremshwa katika mgongo ardhi ndiyo ambayo tunaogelea nayo leo hii. Sheikh hapa anasema jamani, hapa kuna mtu amekuja hapa anaomba asaidiwe, ana nini, mnatoa zile lazima. Ni huruma moja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha katika mgongo wa ardhi. فنحن نعيش بجزء واحد من أجزاء رحمة الله. Sisi tunaishi katika mgongo ardhi kwa huruma moja ambayo Allah ameiteremsha kwa waja wake, ameiteremsha kwa viumbe katika mgongo ardhi. Hayya natasabaqa ayuha almuslimuna fi baqiyati ajza'i rahma. Basi tusilale ndugu zangu katika imani, tupambane, tushindane kuzitafuta hizi rahma nyingine, kutafuta huruma nyingine ambazo zimebakia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutazipataje? Tutaona katika sifa ya pili ya Ar-Rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma baad, ndugu zangu katika imani, kukamilisha hotuba yetu tulikuwa tunazungumzia sifa mbili za Allah subhanahu wa ta'ala, sifatur rahman wa sifatur rahim. Tukaona kwamba sifa ya rahman Allah subhanahu wa ta'ala ameieneza kwa viumbe wote waliopo katika mgongo ardhi. Ama sifatur rahim
Allah ameiweka maalumu kwa ajili ya waja wake fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Haika wale ambao wamesema Mwenyezi Mungu ni mmoja, ambao sasa hao ni waumini, mimi na wewe na yule kule, ambao wamekubali kusema Mwenyezi Mungu ni mmoja, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo katika dini yao. Hawamuombe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawamwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawali isipokuwa kile ambacho Allah amekihalalisha, hawanywi isipokuwa kile ambacho ni halali. Thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo katika dini yao, bimaana wakaenda katika njia ambayo Allah ameelekeza. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah subhanahu wa ta'ala malaika an la takhafu wa la tahzanu, kwamba msihofie wala msihuzunike, wa abshiru bil janna, na wabashirieni pepo, na Allah anawabashiria pepo allati kuntum tu'adun, pepo ambayo Allah amewaahidi kwamba pepo ni kwa ajili ya Waislamu, pepo ni kwa ajili ya waumini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ndio watawala wenu katika maisha ya dunia na maisha ya akhirah. Wala kum fiha, na mtapata katika pepo ma tashtahi anfusukum, yale ambayo yanatamani nafsi zenu. Kila mmoja hapa anacho ambacho anatamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanatamani wapate nyumba nzuri, wako wanatamani wapate waume wazuri, wako wanatamani wapate wake wazuri, wako ambao wanatamani wapate watoto wazuri, wako ambao wanatamani waishi maisha mazuri. Allah anasema walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan, huo ni ukaribisho, ni maandalizi min ghafurir rahim, kutoka yule ambaye anasamehe, arrahim, mwenye kuwahurumia wacha Mungu, mwenye kuwahurumia wacha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahurumia waja wake wema. Mimi na wewe na yule kule tujikite katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tukaipate sifa ya Ar-Rahim, sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameitunza kwa ajili ya waja wake wema siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, kalimatu Rahman Ar-Rahim ambayo imeungana na bismillahir rahmanir rahim, hiya aya min kitabillah wa juz'un min aya min kitabillah, ni aya miongoni mwa aya za Allah, na ni kisehemu ya aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kutoka Anas radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, anasema kunna la na'lam nihayati sura wa bidayati ukhra hatta nazala bismillahir rahmanir rahim. Anasema Anas, tulikuwa hatufahamu mwanzo wa sura wala kuanza sura nyingine mpaka ikateremka bismillahir rahmanir rahim. Ilipoteremka aya hii bismillahir rahmanir rahim, ambayo ni aya kwanza katika sura al-Fatiha, ndipo watu wakafahamu kwamba ala, sura kumbe inaanza hapa, ala, sura kumbe inamalizia hapa, ndio watu wakafahamu. Idhan nazala ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kalimatu rahmanir rahim au bismillahir rahmanir rahim, imeshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mara 114, ambayo mara 113 ziko mwanzo wa sura, wa wahida fi surati an-Naml, na moja ipo katika surati an-Naml. Allah alivyosema innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Amma kalimatu rahman fahasbu, ama neno rahman imekuja kwenye Qur'ani mara 57, bila bismillah imekuja mara 57, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda waja wake wafahamu sifa zake. Walillahi alasmaul husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala majina mazuri, fad'uuhu biha, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majina haya. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi na nyie atufahamishe sifa ya Allah ya Ar-Rahman,
lakini kadhalika atufahamishe sifa ya Allah ya Rahim, tuweze kupambana tuipate sifa ya Allah ambayo ameibakisha kwa ajili ya waja wake wema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.